Na ile shida ambayo iko nchini Kenya inaanzia kwa kiti cha juu kabisa ambacho ni kiti cha urais. Na sisi vijana tusipojitolea kuwa viongozi, hakuna mtu atatuita kwa sababu hakuna mtu atasema ati kuna vijana hapa, wacha wakuja wajiongoze ama watuongoze. Lazima sisi wenyewe tujitokeze, tuseme kwamba tuna interest na kwa hii taifa la Kenya na tunaweza kuongoza iwapo tutapewa nafasi. Jinsi ambavyo umesikiza ile agenda yangu ni kwamba hata nikipewa hiyo kiti ya urais nina uwezo wa kuongoza kushinda hata wale marais ambao tuko nao sasa hivi. Kwa hivyo watu wasifikirie kwamba vijana hawawezi. Vijana wanaweza kabisa, na sio lazima waanzie chini. Sio mimi wa kwanza kuanza na kuwania kiti cha urais. Kuna marais wengi sana dunia mzima ambao walianza direct na kuwania kiti cha urais. Ukianza na yule rais ambaye yuko nchini Marekani sasa hivi, Donald Trump. Alianza na kiti cha urais direct. Ukienda kwa rais yule wa Ukraine, so Donald Trump alikuwa ni mfanyabiashara na akakuwa rais direct bila kuwahi kuwa mbunge, bila kuwahi kuwa senator, bila kuwahi kuwa gavana huko kwao. Ukienda kule Ukraine, rais wa Ukraine Vladimir Zelensky, naye pia alikuwa ni mchekeshaji kama mbunge wenu hapa Dagoretti South. Alikuwa ni comedian, naye direct akakuwa rais bila kuwahi kuwa mbunge, bila kuwahi kuwa gavana. Huyu Ibrahim Traore wa Burkina Faso, bado mambo ni vile vile. Naye pia alikuwa ni mwanajeshi, kapindua serikali, akakuwa rais. Kule Guatemala tuna rais ambaye alikuwa anaitwa Jimmy Morales. Naye pia alikuwa ni mchekeshaji na pia alikuwa ni mtu wa filamu. Naye pia alienda na kuwa rais direct. Pale Italy tuna rais alikuwa anaitwa Silvio Berlusconi. Naye ni vile vile. Kwa hivyo kuna marais wengi sana ambao hawakuwahi kuwa wabunge ama maseneta, walienda tu direct and they became president. Yes. Kwa hivyo unaona kwamba hiyo itaweza kusaidia kuweza kuhakikisha kwamba unafanya kile ambacho viongozi wameshindwa kufanya. Unajua samaki anaweza kuanzia kichwani. Samaki anaweza kutoa kichwani. Na ile kitu ambacho mimi naona ni mwiba ambao unaudunga nchi ya Kenya ni ufisadi. Every problem, yani itaje tu, just mention a problem and I will show you how it is related to corruption. Yeah, like every single problem we have here